Fitness ya wachezaji wa Simba msimu ulioisha 2023-2024. Kwa sasa hivi fitness ya wachezaji wa Simba Sport Club, unamwona Ngoma kama karejea hivi, baadhi ya wachezaji fitness yao kwa asilimia kubwa sasa hivi kama wamejipata kwenye fitness? Mimi sijawahi kuona Ngoma akiwa hana fitness, ila nakumbuka Ngoma alivyokuja mwaka jana alikuwa ametoka kukaa muda mrefu bila kucheza. Tunafahamu kitu wenzetu walivyopitia kwao huko Sudan, si ndio? Yeah, Sudan. Al Hilal ya Sudan. Sasa wapi ambapo yupo Ngoma? Ngoma alimaliza msimu vibaya. Na aliuanza msimu huu nobody ambaye aliexpect kwamba angeweza kuwa kikosi cha kwanza Simba. Lakini right now tunazungumza mimi na wewe, Ngoma ndio kiongozi Simba pale eneo la kati. Mimi nabakia kwenye kusalia kuwaanikiza nyinyi mnielewe kuhusiana tofauti ya class na form. Kwa klasi ya Ngoma ndio inamfanya aoneshe ubora wake kwa sababu Simba imesimama. Lakini form kwa mchezaji kama yeye kushuka vitu vya kawaida. So kwamba amepata fitness. Simba imeunganika na yeye anatakiwa aoneshe kama kiongozi eneo la kati. No doubt. Simba, mzizi wa Simba sasa hivi uko sehemu gani? Sehemu ambayo uko bora sana. Ukiangalia Simba kwenye michezo kadhaa yeye aliocheza. Kuanzia namba 6 mpaka namba 11. Ulinzi bado. Bado ana kazi ya kufanya. Kwa sababu akutana na timu ambayo ina uwezo wa kushambulia kupita pembeni ni mtihani. Fullbacki usema Kapombe na Zimbwe wana overlap sana. Shida sio ku overlap. Shida ni kwamba hawana mabeki wakati wenye uwezo kutoa ushirikiano na mabeki wa pembeni. Hii kauli naitamka, wana namba 4 wawili. Namba 4 wawili. Shemalon Fondo na Hamza wote ni namba 4. Ni watu ambao wanaenda kwenye matukio. Hawana namba 5, yani kama alivyokuwa Enoki Nonga Baka. Kumbuka Shemalon Fondo alikuwa anacheza namba 4 wakati wa Baka. Alivyokuja Hamza kaekwa namba 5. Kwa maana kwamba namba 5 hayupo. Wote namba 4. Yes, wanaenda wote. Hakuna mtu anayebaki. Ndio kitu ambacho Simba Sport Club sasa hivi that's it. Kwa ukiwa hivyo maana yake wale kina Kapombe na mwenzesu wanasogea mpaka eneo la kati, hao wanakuwa kwenye line ya pili. Kwa kuna baki na mashimo. Ukichezesha winga ambao wana speed wenye ufanisi mzuri, kidogo inakuwa tabu. Mechi ya kwanza ya ligi uliona ile goli la Ngao ya Jamii, goli la Max Nzengeli. Niliona. Wanavutika. Zikipigwa mtu anakuja. Wote. Wote walikuwa wachezaji 6 wa Simba wamekaa hivi. Afu wale walikuwa 3, Pacome, Maxi na Dube. Sasa uone hapa umepenyaje kwa watu 6. Na Waarabu wana style hiyo uchezaji. Sasa usinitume wewe Makabe bwana, nitakugombanisha na watu wangu bwana. Amna wale hawezi kuwasumbua Simba. Hapa tumezungumzia Yanga kwa sababu alipata matokeo. Hata Coastal Union sio alikuwa anatungua tu bu. Yaani lile eneo Simba wanaliacha ile gap ile. Lakini naona kama Kagoma na hata mechi ya kwanza ya ligi Kagoma walimtrap sana Yanga. Walikuwa na msandwich watu wawili limadi kwa sababu wanajua akiunganika vizuri na Ngoma inakuwa ni tabu kupeleka mipira yao kwa kina Kibu Dennis na kabla hajaja, lakini Elia Mpanzo wakati huo. Pengine hapo weka pause. Njoo kwanza nimeweka pause. Sikiliza basi. Njoo kwanza. Na hapo kwa timu ambazo zinatokea kaskazini, falsafa yao uchezaji waga ni wanakuvuta unavutika. Wana nidhamu, tusiwe wanafiki. Tuliona hata mechi ya Yanga na wale MC Alger. Yanga wana uwezo kushambulia muda wote pembeni, kati. Wanaweza kucheza pasi fupi, wanaweza kucheza pasi ndefu, wanaweza yani kukulazimisha, lakini kwa sababu tu ya nidhamu ambao wanao, ulinzi kwenye eneo la klabu za kaskazini wana uwezo huo mkubwa, yani wana nidhamu sana, na ndio maana huwa wanawini michezo ya ugenini kwa sababu wanajua kwao watafanya vizuri. Ndio maana nikasema either Simba apate sare au suluhu, anaweza kwenda kumaliza mchezo kule. Hukunielewa? Nilikuelewa. Yani kwamba Simba asipopata matokeo hapa msiogope. Nitaangalia approach ya mchezo kwa sababu nimeona Fadlu ugenini anavyofanya. Yes. Okay, shukrani. Mbarikiwe sana Kawabe.